Ukatili kwenye mitandao ni kitu ambacho kinatokea. Na kwa wanasiasa wanawake imekuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini tunatakiwa tuendelee kupambana nacho. Kwa sababu kuna kipindi mimi, kwa sababu ukiachana mbali kwamba niko kwenye siasa, ni kiongozi wa taasisi. Kiongozi wa taasisi ambao ni Open Youth Opportunities. Tumefanya project kuhusiana na online sexual exploitation and abuse. Kutoa elimu kwa wasichana mavyuoni. Unakuta msichana ana boyfriend wake, anaambiwa ajirekodi na yeye anajirekodi. Kwa baadaye wamegombana, ile video ama zile picha zinakuja kutumika. Hivyo hivyo kwenye siasa tumeona ishatokea Kenya. Kuna baadhi ya viongozi, mama alikuwa na mwenza wake wakarekodiana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatokea ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo ni kutoa elimu sana sana. Namna gani binti ama kiongozi anaweza kujilinda na mitandao ya kijamii. Lakini vile ni kukemea ambayo yanatokea kwenye mitandao yetu. Kwa sababu kuna mtu anafanya kosa hajui kwamba kuna sheria za mitandao. Anaweza muda wote akakamatwa, na sio kwamba ukiwa unatumia mitandao basi uko sijui mkoa gani uko ndani ukahisi kwamba watu hawakujui ama wakikutaka hawawezi kukupata. Kokote ulipo, hii mitandao ina leave mark. Kokote ulipo unaweza kupatikana. Kwa hiyo kuna namna sasa hivi vijana tunatoa rai, mimi nikiwa kama vile mwanamke ambaye nagombea, kutoa rai kwamba tutumie mitandao vizuri. Umeona huyu anayezungumza sera zake hujazipenda, sio lazima umtukane, kwa sababu huyu anaweza akawa dada yako, mama yako ama mkeo. Wote jisikiaje mkeo akienda kutukana kwenye mitandao? Basi usitukane wake wa wenzako yani, ama mama wa wenzako, ili tuweze kuwa na mitandao salama. Na kuna makampeni tofauti ambayo yamekuwa yakifanywa sasa hivi kuhakikisha kwamba mitandao inakuwa sehemu salama kwa kila mtu. Kwa sababu namna ambavyo wanaume wanasiasa wanashambuliwa ni tofauti na wanawake wanasiasa wanavyoshambuliwa. Kuna kipindi ilikuwa ikija kwa mwanamke ambaye ni mwanasiasa anashambuliwa kwenye namna ambayo inavua utu wake. Kwa badala ya kuangalia uwezo wake na utendaji kazi wake na kutoa hoja kwamba huyu mtu kwenye hii kazi hapa na hapa kuna vitu ambavyo amevifanya sio sahihi, watu wanaenda kwenye sexual kwamba malaya na maneno kama hayo ambayo yanatoa utu wa mwanamke. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, lakini tunaendelea kutoa elimu. Lakini kuna baadhi ya nipongezi vile, kuna taasisi ambazo zinachukulia kwa umakini sana haya masuala. Japokuwa bado kuna changamoto za hapa na pale, lakini tunaona kuna namna ambavyo kuna watu wanashughulikiwa.